Kwa mara nyingine tena, wafanyabiashara katikati mwa jiji la Nairobi wamesalia kukadiria hasara kubwa baada ya maandamano ya Alhamisi ambayo yaligeuka kuwa ya vurugu. Kile kilichoanza kama wito wa haki kimewaacha wafanyabiashara na hasara kubwa. Na kama anavyoripoti Mary Mwoki, polisi wanasema tayari wameanzisha uchunguzi kubaini wahalifu waliorekodiwa wakiharibu maduka jijini. Vioo vilivyovunjwa, rafu zilizoporwa na kimya kikubwa pahala palikuwa na shughuli tele za biashara. Hivi ndivyo hali ilivyo sasa katika jiji la Nairobi, siku moja baada ya waandamanaji waliokuwa wakitaka haki kwa Albert Ojwang, kijana aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi katika hali isiyoeleweka. Maandamano hayo yaliyoanza kwa amani yalibadilika ghafla na kuwa vurugu. Maduka ya simu na nguo, vibanda vya elektroniki vikawa lengo kuu kwa waporaji waliokuwa wakijificha nyuma ya mwavuli wa haki. Kuna demonstrations, so the demonstrators wakafanya vile unaona, wamevunja vioo. Sasa right now tunafanya repairs kwa ile damage ambayo ilifanyika hapa. I feel bad for Ojwang and his family, but I think we need to get different measures on how we can air out our opinions. It's hurting us. Mimi ni mkulima mdogo and I'm being hurt. Maafisa kutoka idara ya upelelezi wa jinai walikuwa eneo la tukio asubuhi hii wakikusanya ushahidi na kuchukua maelezo, lakini wafanyabiashara wengi taswira hiyo sio geni kwao. Wanasema kila mara maandamano yanapotokea wao ndio huwa wa kwanza kuumia. Everyone has a right and we respect the right of each and every citizen to demonstrate. Let us all be able to coexist. And we also want to ask our stakeholders, especially the government and the local authorities, to be able to provide businesses with security. Serikali ya kaunti ya Nairobi imelaani uharibifu wa mali ya umma, taa za barabarani kung'olewa, mapipa ya taka kuchomwa na taa za mitaani kuharibiwa. Zile dustbin mpya ambazo tuliinstall within CBD, many of them were destroyed and stolen, and they also destroyed the street lights. This is wastage of taxpayers' money. As you demonstrate, my request is that you be peaceful. Don't destroy anybody's property. Wafanyabiashara wamerudi kwenye biashara zao, wakisafisha na kuokoa walichobakisha na wakijiandaa kwa maandamano yajayo wakiwa na matumaini japo ya muda kwamba hali itakuwa tofauti. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.